Nishachukua tayari. Hebu ushachukua? Tayari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Ndugu zangu, hapa ni maktaba yangu. Nipo katika maktaba yangu. Hapa kuna vitabu mbalimbali sana vya lugha, tafsiri za Qur'ani, hadithi kule fiqhi. Hapa ni fiqhi. Sasa nachotaka kusema ni kitu kimoja. Yametokea mambo mengi sana mtandaoni. Mengi sana. Na watu kutaka kuonyesha kwamba hakuna mwenye uwezo. Hakuna mwenye uwezo anaweza akasoma dua kitu kikafa. Sasa mimi naweza kukwambia hivi. Kuna watu wenye karama, acha mbuzi, akikwambia wewe jioni hutofikisha, haufikishi kweli. Wapo watu wao. Akikwambia saa 7 hutofika kweli. Wallahi nasema ukweli. Sasa wapo watu wenye karama jamani. Na karama ziangalii viremba. Usimuone mtu kuvaa kirembo kajua ndio shekhe sana. Kuna watu mitaani huku tunazurula, lakini Mungu ametupa karama zetu. Ametupa uwezo wa kufanya jambo likawa. Kama wewe huna uwezo wa kufanya karama, huna uwezo huo, wapo wenye uwezo. Na kuonyesha kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Hayatul Hayawani. Hayatul Hayawani al-Kubra. Maisha ya wanyama. Hii ni juzu ya kwanza, juzu ya pili, juzu ya 3. Hii ni Hayatul Hayawani al-Kubra. Hayatul Hayawani al-Kubra. Hapa utasoma maisha ya wanyama. Hapa utasoma maisha ya wanyama wote na khawasi zao. Hapa ndo utajua kwa nini shekha akikwambia lete mbuzi nikusomee dua. Natakiwa nikusomee dua na mbuzi akiwepo. Baada ya dua hiyo, mbuzi huyo nitamchinja, ama mbuzi huyo utamfanya kadhaa, au utampeleka mara kadhaa, au utachinja, utatoa nyama, utagawa kwa yatima, utatoa sadaka nyama yake. Khawasi zake ziko hapa. Ama lete ng'ombe. Hapa ukisoma kitabu hiki ndio utajua mambo mengi sana. Kwa watu wanaosema ya kwamba sijui nini mbuzi, wao hawana karama. Wao hawana karama. Na ni kwa nini mtu anakosa karama? Kwa matendo yao. Usimhukumilie mtu kwa dhahiri unayomuona nayo. Waweza kaniona mimi na mambo mabaya, napenda mziki, napenda vijana, nashabikia mziki, napenda mpira, lakini nikawa na mambo ya kheri ambayo ninayafanya wewe hujawahi ona. Naweza kuwa na mambo ya kheri nayafanya, wallahi ukiambiwa huwezi kubali. Lakini ukamuona mtu mwema, anavaa kanzu kila time, anafunga viremba vikubwa, akisimama mimbar, akimzungumza Allah subhanahu wa ta'ala, utasema hakuna shekhe duniani kama huyu. Lakini ukiambiwa habari zake shekhe huyo, hautaamini. Sema kuna mwongo. Haiwezekani shekhe huyo awe na hivi. Haiwezekani shekhe huyo awe na mambo kama haya. Haiwezekani, mwongo. Utakataa kwa sababu unahukumu kwa dhahiri. Utakataa kwa sababu wahukumu kwa dhahiri. Usihukumu kitu kwa uoni wa macho. Ukamuona Ustaz Juma apenda mambo ya muziki, ukamhukumilia kwamba yule ni kafiri, yule ni shaitani, yule hafai, yule apenda muziki, yule apenda hivi. Yawezekana kuna mambo ya kheri na yafanya, huyo muona funga viremba hayafanyi mambo hayo. Wallahi nakwambieni. Hii ni Hayatul Hayawani jamani. Mimi najua lugha jamani, nasoma naelewa. Umeona hapa mpaka hapa aljaradu, mpaka nzige ametajwa. Nzige zile kama panzi ametajwa. Jamani, someni.
Someni mwelewe. Lugha iko wazi kabisa. Albabagha ni kasuku. Pia katajwa. Kasuku ni nini? Ana khawasi gani? Kwa nini anaongea? Kwa nini anafanya hivi? Kuna vitabu vingi jamani. Kuna vitabu vingi. Kuna hii sharh maqamati al-Hariri. Sharh maqamati al-Hariri. Hii ni juzi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ya tano. Hii yote ni lugha. Huwezi elewa vitabu hivi kama huna lugha ya Kiarabu. Na huwezi kujua kutafsiri kama hujui nahau, hujui sarfa, hujui balagha. Huwezi tafsiri vitabu kama hivi. Tusome jamani, tusihukumu watu. Kuna mashekha hapa wengine hawajulikani kwa sura, lakini mashekha wakubwa. Jamani, tusifate mkubwa wa watu. Tusomeni, tujue dini yetu. Usimhukumu mtu kwa dhahiri. Nasema tena, usimhukumu mtu kwa kumuona dhahiri. Kwa udhahiri tu, huyu kafunga kiremba kikubwa ni shekhe mzuri. Huyu unamuona yuko na kina Harmonize, huyu sio shekhe. Kwani Harmonize si mtu? Kama namlingania je? Kama ukaribu wangu mimi na Harmonize ni kumlingania aje kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyie vipi bwana? Sitaki kuwatoa watu kwenye Uislamu kwa sababu mnafunga viremba nyinyi, mnajiona nyinyi ndio nyinyi. Si tumesoma, sijisifii kwa ilmu kwamba nimesoma nikasema nimesoma, la. Kwa kiasi changu, sio kama nikisema nimesoma mimi ndio na ilmu. Sina ilmu. Nenda Tanga Shamsul Maarif, utakuta vijana wamesoma ilmu hilo, ukiwaona utaona wapo hapo tu, lakini wana ilmu duniani hakuna. Wana ilmu wallahi mpaka utashangaa. Ni wacha Mungu hao. Sijawahi kuona. Hiki ni kitabu kidogo tu sana. Na kuonyesheni kitabu ni kitabu kidogo sana. Naomba atoke mtu yote apige picha kwa mkono wake aonyeshe kitabu hiki kama anacho. Ni kitabu kidogo sana nakionyesha. Kinaitwa Nahwu Duati. Kwa hapa Tanzania. Tafuteni tu mkionyeshe tu hivi tu. Ni kitabu kidogo tu cha kinahau. Lakini Nahwu Duati, wale madai wale wanalingania dini kinahau. Ukiambiwa warafu, baada ya kuzungumzia rafu ni nini? Yani arrafi huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anazungumzia rafi ni nini? Kwa acha bana mambo ya tasawuf ya. Hapa ndio ofisini kwangu, maktaba yangu. Yote ni vitabu hivi naonyesha. Nasoma. Tusidharauliane. Hapa akitokea nani anaita Ghalib yule JCM akasema Ustaz Juma na kujengea msikiti mkubwa na kujengea madrasa hapa somesha dini. Mbona mtashangaa wanafunzi watakaotoka? Tutasema kumbe jamaa alikuwa anaipoteza elimu tu hivi. Mtashangaa wanafunzi nitakaowatoa. Sina mengi ya kusema, lakini naitwa Ustaz Juma Msowa.